Uhali gani mtazamaji wa TBC1, karibu katika Kurasa Darasa. Ni juma lingine tena, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa uhai, na leo hii tuko na moja ya waandishi bunifu ambao wamepata tuzo ya Mwalimu Nyerere ya uandishi bunifu, na yeye amepata kwa kipengele cha uandishi wa watoto. Lakini ni nani? Tutamfahamu hivi punde. Langu jina ni Maureen Minanago, karibu sana, tuwe sote mwanzo hadi mwisho. Nikupitishe kidogo tu. Pomboo akasema, "Mfalme, nimekuja kukupatia maziwa. Nimepata ujumbe kutoka kwa waziri mkuu." Wote wakastaajabu. Kumbe maziwa yanapatikana hata baharini. Kitabu kilichompa ushindi Bi Tune Shaban Salim katika tuzo ya Mwalimu Nyerere uandishi bunifu, na kitabu ni Maziwa ya Kuku. Unafahamu maziwa ya kuku wewe? Karibu katika Kurasa Darasa. Asante sana. Karibuni sana. Asante sana. Labda tuanzie hapo. Kitabu hiki kimekupa ushindi. Ni nini kilikuwa nyuma ya uandishi huu mpaka kukupatia ushindi huu? Mwandishi, hasa mwandishi wa hadithi za watoto, unatakiwa uandike ili watoto wafurahi, lakini wakati huo uwape elimu. Kwa hivyo labda tuseme hadithi hii ilikuwa ni kama vile science fiction. Science fiction ni ile ni aina ya hadithi ambayo inakuwa ni hadithi lakini inakuwa na maarifa fulani ya kisayansi kidogo. Hapa ilikuwa ni kama kuhusu viumbe hai. Kwa hivyo kwa watoto manake sometimes inaweza kuwa ni shida kujua, kwa mfano kama kuna viumbe hai walioko baharini lakini ni mamalia. Yaani ni vile kama una tabia kama za kibinadamu au kama za ng'ombe, nadhani unaelewa. Kwa hivyo hiyo nilitaka niwape maarifa hayo, lakini pia wakati huo kuifanya hadithi yenye kuvutia na kuwafurahisha watoto. Na pia jina la hadithi kama ulivyoiona, Maziwa ya Kuku, rafiki zangu wengi au ndugu zangu wananiambia na wewe umezidi jamani, Maziwa ya Kuku haya yametokea wapi? Fiction imekuwa nyingi, ubunifu hasa. Yes. Na nimeona pia kwenye kitabu hicho kuna picha na rangi, na watoto wanapenda pia picha tofauti tofauti na mchanganyiko wa rangi. Pengine siri hii ina kitu gani pengine katika akili ya mtoto kumpatia maarifa zaidi ama uelewa zaidi? Kwa sababu mtoto sio kama unampa maelezo tu. Unaambia ukitaka kumshirikisha mtoto, kwanza mshirikishe kutumia mkono wake. Kama unamfundisha kuna vitu ambavyo anaweza kuvitumia kwa mkono wake, lile jambo kubakia katika akili yake uwezekano ni mkubwa. Lakini pia kwa kutumia vitu vingine, hisia zingine za kuona. Kwa hivyo kama pale zile picha ambazo akiziona, picha ambazo uliona kama nilikuonesha baadhi ya zile picha, mazingira fulani, mfalme anaumwa na yuko katikati chini kwenye kina cha bahari, lakini pale unaona kuna drip pale, kuna kwa vile vifaa tiba vile anavyotingizamiwa. Kwa hivyo ile inamjengea taswira mtoto katika akili yake. Kwa hivyo inakuwa yeye kwake kuikumbuka ile hadithi ni itamfurahisha, na wakati huo inaweka memory katika ubongo wake, katika kichwa chake, inamfanya anaelewa na kumbuka haraka zaidi. Mtazamaji, ni ushindi wa nyanja ya uandishi wa vitabu vya watoto, lakini sio mwandishi wa vitabu vya watoto katika hicho tu, anaandika pia vitabu vingine vya watoto. Kuna hiki kinaitwa Close Calls, kuna Civic and Moral, ana vitabu vingi ambavyo pia ameandikia watoto na vyote vinahusisha picha. Kuna hivi ni vya shule ama tuseme ni vya kimtaala ambavyo mtu anaweza kasoma akiwa shuleni, lakini kuna hivi vingine hapa ambavyo venyewe ni vya simulizi mbalimbali ambazo unaweza pia ukasoma na ukajipatia kuelewa. Navyo ni vya watoto na vina picha na rangi. Kama unavyoona vyote vimeelezewa: asubuhi na mapema, ngazi ya kwanza, lakini kuna paka wangu maskini, atageuka punda, utageuka punda. Kuna vitabu vingi hapa. Labda tukizungumzia vitabu hivi, kwa nini watoto? Kwa nini ulijikita katika uandishi wa vitabu vya watoto zaidi? Kwanza mimi ni mwalimu. Naam. Ni mwalimu kwa profession, pia na mimi ni mwandishi wa habari. Kwa hivyo ni vitu viwili ambavyo viligongana, vilikutana. Na kuandika mimi nilikuwa napenda toka zamani, toka nilikuwa mdogo. Kwa hivyo nilipoona kama watoto wetu manake wanakosa vile vitabu ambavyo ni vitabu vizuri, nikitazama vitabu vya nje na nilikuwa nalinganisha,
Kwa hivyo nikaona kwa nini na mimi nisitumie uwezo wangu hata ule mdogo ambao Mwenyezi Mungu kanijalia, ili kuwatafutia watoto wapate vitabu ambavyo vitakuwa vinawafurahisha. Unajua kusoma, ukisoma kama vile mambo tu, lakini alikuwa unajazwa tu maarifa mengi, mtoto anapewa, lakini hakuna entertainment yoyote katika ile, inakuwa ni shida. Na jingine lilonisukuma nikataka kuwafanya watoto wapende, manake wajipende wao wenye wao, wapende nchi yao, wapende utamaduni wao. Kwa hivyo ni hayo ambayo nilipelekea na mimi naweza kuandika vitabu vya watoto, lakini pia naandika na vitabu vya watu wazima pia. Hiki ni moja ya kitabu ambacho unaandika kwa ajili ya watu wazima na vingine naamini unaendelea kuandika. Sasa kwa ujumla tunazungumzia uandishi. Historia yako katika uandishi imeanzia wapi zaidi? Zamani kulikuwa kuna essay competition zamani Zanzibar nilipokuwa natokea. Kwa hivyo kulikuwa na essay competition, niliwahi kuandika essay yangu nilipokuwa kidato cha 4 na ilipata namba 1 wakati huo na nilifurahi sana. Alafu baadaye ndio nilianza kuandika vitabu vya shule. Kwa vile nilikuwa mwalimu, kuna kipindi nilikuwa mwalimu, nilifundisha. Kwa hivyo nikaanza kuandika vitabu vya shule na story ndogo ndogo. Kwa hivyo hapo ndio nilipoanzia, lakini hadithi mbalimbali au toka zamani nilikuwa naandika sana tu kama essays vile, lakini nilikuwa naandika tu mwenyewe kwa sababu nilikuwa babangu ananifundisha. Kwa hivyo mimi nilikuwa naandika na yeye anazimark na hivi. Kwa hivyo ndio hiyo historia yangu ilikuwa. Kutokana na essay competitions ukajikuta unapenda kuandika zaidi. Sawa, labda tupitishe katika furaha yako ya ushindi wa vitabu hivi, kwa sababu bado tunakuzungumzia kama mmoja wa washindi. Tunaona kuna tuzo hapa hii yenyewe mtazamaji, lakini tuna vyeti hapo vya ushindi. Kuna kile ambacho ni hadithi za watoto ambayo ndio umeshinda kitabu hiki nilichoanza nacho. Lakini kuna hiki hapa. Pengine katika ushindi huu ulikuwa unategemea ama unatarajia kwamba utapata huu ushindi, na ulivyopata ulijisikiaje pengine? Kwanza kama kutegemea, unajua kwenye mashindani lazima kutakuwa kuna watu wengi wanaingia katika hiyo mashindani, kwa sababu ni mashindani yale wazi, kila mtu yani kila mtu Mtanzania unaweza kuingia kwenye mashindani. Kwa hivyo Tanzania kuna waandishi wengi wazoefu, wabobefu wapo, na waandishi wa watoto pia wako wengi. Kwa hivyo nilijitahidi kuandika story yangu, nilitegemea kama naweza kushinda, lakini siwezi kusema kama ndo nina uhakika kama ndo mimi nitashinda. Lakini kwa mara ya kwanza katika hizo tuzo za Mwalimu Nyerere walitoa shortlist, yani orodha fupi. Kwa hivyo katika orodha fupi na mimi nilikuwemo katika ile orodha fupi. Kwa hivyo nikasema kama katika orodha fupi ipo, inawezekana, ni kitu kikawezekana. Kwa hivyo sio kama ndo nilikuwa na nini, lakini nilienda pale ukumbini. Kwa hivyo nikijua kama na mimi nimo katika wale, ilikuwa watu 7 mara hiyo waliochaguliwa katika hiyo. Kwa hivyo nilikuwepo pale na ndio Mwenyezi Mungu akanijalia nikashinda. Kusema la haki, tuzo ilinipa faraja sana, imegusa hisia zangu kabisa, na kujiona kumbe na mimi bado nina kitu cha inaonyesha kama maandishi yangu yana umuhimu. Kwa hivyo ilinipa faraja na ilinipa motisha ya kuweza zaidi kufanya kazi zaidi, kujitahidi ili kuwapatia watoto wetu na jamii kwa jumla vitabu ambavyo vitaweza kusaidia katika maisha yao. Na pengine unadhani kwa jamii ya leo inahitaji vitabu vya aina gani zaidi kwa ajili ya watoto? Ukitengeneza vitabu ambavyo vitakuwa vitabu vyenye maarifa, vya kufurahisha, vitakavyojenga utamaduni wao na vitakavyowapa maarifa zaidi ya kuweza kukabiliana na maisha haya ya leo katika dunia, manake sasa hizi inakwenda kwa kasi. Kuna mambo ya science na teknolojia, kuna mambo ya utandawazi, kuna mambo ya akili mnemba. Kwa hivyo tutunge vitabu manake au hadithi ambazo zitawafanya watoto waweze kufikiri ili waweze kujenga kesho yao. Tunapokuwa tunaangalia watoto tukiwa shule ama nyumbani, pengine ni kipimo gani kitasaidia kuonyesha ama tufanye nini ili kuonyesha kwamba mtoto kaelewa, na kama ameelewa anafanyia kazi? Kipimo sio kusema kama ni mitihani peke yake ndio itaweza kumuonesha mtoto kama kaelewa au hajaelewa, kwa sababu mitihani sometimes kuna vitu vingi ambavyo wakati mwingine vinaweza ikawa kipingamizi cha mtoto kufanya vizuri katika mitihani. Lakini unatizama, je, zile tabia zake, ule mwenendo wake uko vipi? Manake tuseme kama mtoto unaweza kumpima kutokana na umri wake,
katika umri fulani mtoto anatakiwa aweze kufanya vitu fulani, au katika yani ndio kama hivyo age fulani huyu anatakiwa hivyo. Lakini ukimwona mtoto umri wake ni umri fulani, lakini bado tabia zake, labda mtoto tuseme yuko mtoto wa sekondari, lakini bado anafanya mambo ya kama mtoto wa primary, au kama hajielewi, manake labda hawezi kujishughulikia mwili wake, au anafanya vitu hatarishi. Kwa hivyo hapo ni wakati wa kujiuliza, je, yale ambayo yanafundishwa shule au yale yaliyomo katika vitabu ni kweli yamempa kweli maarifa ambayo anaweza kuyatumia katika maisha yake? Kwa sababu lengo kabisa sio kwamba unasoma inabakia katika kichwa chako, au lengo kwa mfano sometimes kwa mfano mitaala inakuwa migumu au inakuwa na mambo mengi sana. Sasa mtoto anasoma lakini anahifadhi kwenye kichwa. Yeye target yake kubwa ni kwamba nini? Nende nikafauli mtihani. Lakini baadaye kuja kumtazama mtoto yule katika kumpima ya jinsi anavyofanya vitu vyake, maisha yake yanavyoyafanya, unaona halingani na elimu yake aliyoipata. Kwa hivyo hapo ni wakati wa kujiuliza, je, kweli elimu aliyoipata shule imekuwa ni manufaa kwake? Na hiyo pia sio kwa mtoto tu, hata kwa mtu mzima. Ndio hapo mambo mengine yanakuja, mambo ya kujiajiri au mambo mengine, vipi utatumia fursa katika kutokana na elimu uliyopata. Ile elimu uliyoipata utaitumiaje ili kukufanya wewe ni mtu mwingine? Na sizungumzii kuhusu kupata pesa tu, lakini ni katika maisha yako. Vipi wewe unakuwa una contribute kitu gani kwa jamii yako na kwa wewe mwenyewe? Kubwa la kuangalia ni matendo matendo mengine yanakuwa ndani na umri. Sawa. Sawa, lakini tukigusia pia vitabu viko vya aina mbalimbali. Kuna umuhimu gani wa mtoto, hasa tuseme ni mwanafunzi, kutumia vitabu vya aina yote katika kujifunza ama kujiongezea maarifa? Hilo ni kitu muhimu sana, kwa sababu kutokana na experience yangu ninavyoona sisi wa Tanzania ni kwamba usomaji wa vitabu kwetu ni mdogo sana. Kwa sababu utaona mtu unasoma uko shule au uko chuo, unachosoma ni ile nini yako tu, field yako, una stick pale pale. Lakini hata vitu vingine kama kwa mfano katika huna knowledge. Kwa sababu gani? Hatusomi vitu tofauti. Kwa hivyo wewe kama mtu ni daktari, atakuwa ni daktari, anajua mambo ya udaktari tu, lakini anakuwa hana ile broad knowledge. Au kama mtu ni engineer tu, lakini ukija ukimleta katika vitu vingine hawezi. Kwa hivyo yote imesababishwa na hivyo kuto kuwa na ustaarabu wa kujisomea. Na vitabu ndio hivyo, vitabu vya shule ndio hivyo kama ni textbooks, vitabu vya mtaala. Lakini kuna vitabu vingine ndio hizo storybooks, alafu kuna vitabu vinaitwa non fiction. Kwa hivyo tunatakiwa si watoto tu, mpaka watu wazima tuwe na ustaarabu wa kusoma vitabu vya aina mbalimbali, na waandishi pia tuandike vitabu vya aina mbalimbali. Umepokea tuzo na tayari umekuwa mzoefu, kwa sababu tuzo sio moja tu. Una ushauri gani sasa kwa waandishi chipukizi ambao wanatamani pengine kufanya kile ambacho umekifanya wewe ama kufika pale ambapo umefika wewe? Kwanza ni kupenda ile kitu chenyewe. Wawe na mapenzi, manake wawe na mapenzi na elimu, wawe na mapenzi na watoto, na wawe na ule ubunifu. Sometimes nasema ni kitu mtu kazaliwa nacho, lakini sio wakati wote. Ni wakati mchache tu, ni kitu, yani kila mtu anaweza kufanya kitu. Kama wengine walifanya, na wewe pia unaweza kufanya. Kwa hivyo angalia tu vitabu mbalimbali vya waandishi nchini na waandishi wa sehemu nyingine. Ukitizama alafu baadaye unapata kitu pale. Alafu baadaye unaweza kuingia katika kutafuta information. Information siku hizi kuitafuta ni rahisi sana. Ukiingia YouTube information utapata, ukiingia sijui Google sijui nini, zote hizo unapata. Kwa hivyo unajifunza mwenyewe, kuna videos tele zinazokufahamisha, utafuta. Baadaye soma na nini, alafu na wewe jaribu kufanya. Alafu na pia ni waandishi wafanye kazi karibu sana na illustrators. Yani illustrator ni mtu muhimu sana. Yule illustrator na yeye lazima aivae ile hadithi, hasa kwa ajili ya hadithi za watoto, kwa sababu hadithi za watoto kinachometa sana pia mbali yale maneno maandishi, lakini pia na pictures zinameta sana. Na tunaona kuna picha hapa. Hiki ni kitabu kimojawapo tu, lakini kina picha za kutosha huku ndani. Kama wewe ni mwandishi na hasa mwandishi wa vitabu vya watoto, picha ni muhimu, na rangi pia, kwa sababu rangi nazo zinavutia. Naona kuna picha za kutosha. Sasa tayari wewe umekuwa mwandishi. Ndio. Ushafanya utafiti, ushapata uzoefu, hadithi za aina gani? Ujue tu kama watoto mioyo yao ni safi.
vichwa vyao ni safi. Kwa hivyo tuwajaze katika vile vichwa vyao maarifa ambayo yatakuwa yatawasaidia katika maisha yao, mbali ya kujiburudisha, lakini maandishi hadithi ambazo zizingatie culture zetu, desturi zetu, yani vitu kama hivyo, kuwa motivated, kufikiri. Ushafahamu, iwe kitu cha kufikiri zaidi baada ya kukisoma kile kitabu. Watu vitu vinavyofikiri. Kwa hivyo tusiandike tu kama na wewe unaandika. Ushafahamu, lakini uandike, tutafute zile topics au hizo mada au hizo nini ambazo za kufikirisha. Ili kuweza kukabiliana na dunia inavyokwenda kwa sasa. Sawa sawa. Sasa wale watu ambao pengine hawapendi kusoma lakini au wanapenda lakini wamekumbwa na ile wimbi la kuwa busy, unawaambiaje wao katika kusaidia wale wengine ambao wanahitaji zaidi kusoma kupata maarifa? Kusema leo haki kusema kama umekuwa busy hiyo sikubaliani nayo hata kabisa. Kwa sababu sasa hizi unaona, yani kila mara mtu unakamata simu. Ukijifikiria mwenyewe muda gani manake wewe unautumia na simu, na ile kwenye simu manake unapata vitu gani? Kweli ziko sometimes unaweza kuwa unasoma kwenye simu, kwa sababu vitabu sasa hizi viko vya online version au kuna magazeti na kila kitu. Lakini je, ni kweli ndio tunavyosoma hivyo? Je, sisi hatupotezi muda wetu mwingi sana kwa kuangalia vitu ambavyo kusema leo haki havina faida kubwa sana? Tutaangalia stories za masters, stories za kitu gani ambazo hazikufanyi mtu wewe ukawa ni mtu wa tofauti. Labda leo baada ya miaka 5 ushafahamu, kutokana na ule muda wako mwingi uliopoteza kwa kufanya hivyo vitu. Sometimes hata watu makazini yuko na simu yake anaanza kuangalia tu social media na vitu fulani, huyu kafanya hivi, kama hivi, vitakusaidia kitu gani? Vinakujenga vipi? Lakini kama wewe tuseme ulikuwa ni mtu ambaye unasoma hizo vitabu, na vitabu ndio vile ninapokuambia, viko vitabu vya fiction, non fiction au vitabu yani vile vya self development, unajijenga wewe mwenyewe kama binadamu, vitabu kama hivyo. Kwa hivyo tukisoma vitabu kama hivi, tunaweza kujiona ile tofauti tutakayokuwa. Hata kama vitabu vya hadithi, kama vitabu vya hadithi vimetoka na hivi, kuna something to learn. Na kukikamata kile kitabu chenyewe physical ni tofauti na kusoma online. Online distractions ni nyingi. Unaweza kuwa leo saizi na hata mtoto wako kwa mfano unampatia hizo vifaa vya nini vya tuseme vya electronics, labda unampatia hizo iPads, unampatia tablets, computer, lakini baadaye muda mfupi tu unaona notifications pale zinakuja. Kwa hivyo ile distraction kutoka pale akienda kutumia muda wake, na unavyojua ilivyokuwa na ubilisi ule. Yani unaweza kutumia kwenye social media, unaweza kukata masaa 2 haraka sana. Lakini ukifanya kitu cha maana, muda unakimbia wala huoni, wewe unajiona maana ni kama ni our minds zishakuwa wired. Manake una hizo mambo zinaitwa dopamine vipi, unapata furaha fulani wakati ule ambapo uko pale, huoni husikii, hata kula unaweza kusahau. Ni sasa sana kwa watoto wako hizi video games, sio PS zile. Muda gani wanaweza kutumia watoto katika mambo kama yale? Muda mrefu anaweza kukata hali hapo, haendi choo labda ataenda haraka lakini concentration yake yote hapo. Kwa hivyo mtoto alikuwa yuko vile, au hata mtu mzima anakuwa hawezi kufocus na vitu vingine. Kwa hivyo ili tuweze kupata maendeleo ya mtu binafsi na ya familia na ya kwa taifa kwa jumla, tunatakiwa tuwe vitu ambavyo ni serious katika maisha, tuvipe kipaumbele. Sawa, kuna umuhimu wa kusoma, ni kweli. Na naona kuna wengi watakuwa nakosa mengi kwa kutosoma. Tunapokuwa tunaendelea kuandika vitabu, naamini unaendelea kuandika pia, pengine ni nini tamaa yako kwa msomaji yoyote, awe ni mtu mzima awe ni mtoto? Unatamani labda ujumbe gani ufike ambao pengine haujaufikisha bado? Yani to set priorities zetu, vipaumbele vyetu katika maisha, tuviset vizuri na viwe ni venye kueleweka na viwe ambavyo vitatujenga sisi wenyewe na vitatujenga kama taifa. Ifikie maana kama vile tunazo kuna kitabu kipya kimetoka, watu wote wanakifuatilia kile kitabu, au kuna kitu fulani, au mwaka huu nilisoma na list ya vitabu vyangu fulani, hii ndio nimesoma. Kwa hiyo kila mtu yuko nayo, kuliko ile ya kuwa kama sie tu mpaka tushakuwa labeled kama watu hawa. Watu hawa ni watu wanapenda udaku.
Kwa hivyo hilo jambo hilo mimi huwa silifagilii. Sawa, kwa kumalizia basi tupate angalau simulizi fupi kutoka kwa wale ambao wamesoma vitabu vyako. Pengine vitabu ni vingi, pengine chagua kimoja ambacho ulipata mrejesho either mzuri ama mbaya, na sababu gani, pengine inaweza ikawa funzo kwa namna fulani. Zamani nilikuwa nikiandika sana textbooks, lakini kitabu changu cha kwanza kuandika story kilikuwa ni hichi, kinaitwa Close Calls, na kilishindwa tuzo ya kwanza ya Bata Award. Ilikuwa ni hii ni story for young adults, yani vijana kama miaka 13 mpaka miaka 18. Lakini kitabu ambacho ni cha karibuni na nilipata feedback nyingi sana, ni hii hapa, Posa za Maana. Na kitabu hichi niliingia katika mashindano ya Tuzo Nyerere mwaka ilipoanza kwenye riwaya. Na ikatokea namba 9. Ndio hii hapa Sawa sawa. Hiyo hapo, na kilikuwa namba 9. Hichi kitabu ni mandhari ya Zanzibar, mimi Zanzibari, ni visiwa viwili vile vya, ingawaje sikuvipa majina hayo. Nilivipa majina mengine, lakini ukisoma tu, mtu akisoma cha kitabu ambaye anaelewa vile visiwa na watu wake anajua kama nimekusudia nani. Kwa hivyo huku niliwaambia, kwa hivyo wengine walikuwa kaniambia pale umenigusa sana story ya kwa mfano fulani, umenikumbusha baba yangu pale. Baba yangu pia alimpata kama aliyompata huyu mwandishi huyu. Au wengine walikuwa wananiambia kama zile mambo yanayotokea saa hizi, kwa mfano unajua saa hizi pia kitu kingine ambacho tunakipenda sana hasa wa mama, tunapenda sana shughuli, tunapenda sana mambo ya harusi. Utaona kwenye harusi hapo michango mingi inatolewa. Yaani kama mtoto labda mtu akakosa mtaji, kakosa mgonjwa, michango inakuwa si sana watu watatoa. Lakini kwenye habari ya harusi, kwa sababu inakuwa ni ule mtindo wa kutosha, nipe nikupe, unakuwa tuna vikundi vyetu, tunafanya, tunatunzana, tunapeana vitu gani. Unaona katika sometimes kwenye harusi watu wanaweza kukuleta, unaalikwa tu harusi ya kualikwa, lakini mazawadi unaenda kwenye harusi unapewa feni. Kila mwaliko anapewa feni. Mpaka unajiuliza jamani, nchi gani niliyoko? Unaweza kupewa feni, unaweza kupewa blender, unaweza wengine sijui anatoa mpaka sijui kitu gani. Yani unakusanywa mazawadi tele kutokana na hiyo michango. Au pia kwa hivyo ile nilikuwa napata hizo feedback, haya kweli umewagusa watu na umetugusa na hivi. Au na kulikuwa na mtu pia huko anaitwa Bwana Heri kwenye hii, ambaye huyo ndo alipeleka Posa za Maana. Hizo Posa za Maana ni kama ni kejeli, ili jina ni kama kejeli. Sio kama mnaelezea Posa za Maana ni zipi. Yaani ni title yenye kejeli. Yaani mtu kapeleka posa zikaonekana ni posa za maana kutokana na yeye mwenyewe. Yaani kama sio kihalisia. Sio kihalisia. Yaani kwa sababu ni mtu ana pesa, ni mtu labda katoka sehemu fulani, na hivi haijalishi kama tabia zake hazitizamwi, wala hatizamwi kama yule aliyekwenda kuposwa anataka au hataki. Katika historia binti alikuwa hataki kuolewa wala nini, lakini mama yake mama yake unachukuliwa kama wasichana sometimes vile, kama msichana mzuri na kila kitu, familia yake inamchukulia kama ni kitega uchumi. Kwa hivyo yeye sio kama hata tuseme angelipendana na mtu mwenzako age yake, lakini akaonekana huyu hatoleta tija yoyote kwa family, as a family. Kwa hivyo hapokelewi, lakini yule aliyokwenda ana hela, ana kitu gani, ndo akapokelewa kwenye ile nini. Kwa hivyo feedback nilikuwa ninapata kwa ndio wakiwa lazima watu wanaona. Hata mimi sio nilikuwa na ndugu yangu tulienda kupeleka posa, tumekataliwa, akaenda kukubaliwa mwenyewe mwingine kwa sababu anatoka Ulaya au kwa sababu ana kitu fulani, ana kitu fulani. Kwa hivyo ndio vitu kama vile. Na mimi wanapenda sana niandikie mambo ambayo ni mambo ya kweli, ya kwenye jamii yanagusa. Sawa, kwa kumalizia, lipi neno lako labda kwa mtazamaji anayekuangalia sasa hivi kuhusiana na hamasa ya usomaji kwa ujumla? Sote tuwe tunapenda kusoma, sio kusoma tu mambo ya, kwa sababu hata tukisoma mambo ya udaku pia tunasoma. Lakini tusome kwa maarifa zaidi. Kwa maarifa zaidi. Vipaumbele vyetu viko katika vitu ambavyo vitakuwa vina faida kwetu sisi na kwa jamii ya jumla. Tukiendekeza tu mambo yalikuwa ni yanavutia, ni entertainment, lakini at the end of the day manake itakusaidia nini wewe kujua story, mtu kamwacha mke wake, kamuoa nani, sijui kafanya nini, pengine mtu hata
Mtoto wake yeye yuko busy tu na simu. Mtoto anakuja, mama, sijui nini, baba, huna hata habari, wewe uko kwenye simu tu. Hutumii ile simu kwa ajili ya kupata kipato, kukuongezea kipato, hutumii ile simu kwa ajili ya kujiongezea maarifa, unatumia ile nini? Kwa kuangalia tu, wewe una nini tu, una swipe tu, uko tu. Sasa baada ya miaka 5 ya kufanya vile, njoo ujiangalie, ujitizame tena, utakuwa umegain kitu gani manake? Wewe manake kama binadamu, au wewe umetoa kitu gani katika jamii yako cha kuifanya iwe better zaidi? Mchango gani umeutoa? Kwa hivyo ni hayo. Sawa sawa. Nikushukuru sana kwa muda wako na kwa elimu ambayo umeitoa. Mtazamaji, ya kuzungumza ni mengi, lakini kubwa ambalo tumeshauriwa hapa ni kusoma na sio tu kusoma, kupata maarifa. Hata kama ni simu, basi itumie kwa kukujengea maarifa zaidi. Anaitwa Tune Shaban Salim. Yeye ni mwandishi wa vitabu mbalimbali, lakini hasa hadithi za watoto, lakini anaandika hadithi tofauti pia hata kwa ajili ya watu wazima. Kazi ni kwako kusoma, kazi ni kwako kupata maarifa. Asante sana. Asante sana, nashukuruni sana. Na nilikuwa na Ahmed Mbaraka pamoja na Hamis Mwege wapiga picha, lakini dereva ni Peter Karo. Ni kutakia utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea hapa TBC1, ukweli na uhakika. Langu jina ni Maureen Minanago.